Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi mkoani Dodoma, mwenyekiti wa chama hicho Sophia Richard amesema baadhi ya mabinti wanaotafuta ajira za ndani hukumbana na vikwazo visivyo vya haki, ikiwemo kuchujwa kwa misingi ya muonekano wao, ambapo baadhi ya waajiri hasa wanawake hudai wanahitaji wafanyakazi wasiovutia ili kuepusha migogoro ya kifamilia. Amesema pamoja na hali hiyo, bado kuna matukio ya ukatili wa kijinsia na kimwili kutoka kwa baadhi ya waajiri, huku wengi wa wafanyakazi wa nyumbani wakifanya kazi bila mikataba rasmi, jambo linalowaweka katika mazingira magumu ya kudai haki zao. Mingi sana unakuta labda umefanya kazi majumbani, lakini mwajiri anashindwa kukulipa hela yako kwa wakati. Otherwise anakukopa. Tabia zingine ambazo zinaendelea kutunyanyasa kwa wafanyakazi wa majumbani, wanatutongoza. Anakwambia hivi, mimi nataka mfanyakazi wa majumbani lakini asiwe mzuri, awe mbaya. Sisi tukisikia kauli kama hizo, tunajisikia vibaya sana kwa sababu tunanyanyaswa. Yaani tunatolewa kama sisi sio ni watu. Yaani sisi hatuna thamani kama wafanyakazi wengine wanavyothaminiwa. Kama wafanyakazi wa serikalini wanavyothaminiwa. Tunatamani jamii iamini sisi ni wafanyakazi wa majumbani kama wafanyakazi wengine. Nao baadhi ya wafanyakazi wa nyumbani wameiomba serikali kuridhia mkataba namba 189 wa shirika la kazi duniani ILO ili kuimarisha ulinzi wa kisheria kwa wafanyakazi wa nyumbani na kuhakikisha wanapata haki na heshima stahiki katika ajira zao. Wale wote wanaobagua kwamba wanataka wasichana wabaya hawataki wadada wa kazi wazuri, huo ni unyanyasaji wa kijinsia, ni ubaguzi. Ukiangalia sisi sote ni Watanzania, tuwe na umoja, tuwe na upendo, tuache kubaguana, kwani sisi sote ni sawa. Lakini pia katika changamoto ni zipo kwenye kazi. Unakuta bosi labda umekosea kidogo, bosi anaanza kukutolea maneno ya kashfa na kukashfa anavyotaka. Hiyo nayo pia ni changamoto ambayo inatusumbua sisi hapa wafanyakazi wa majumbani. Kama mimi, kwa maombi yangu, hasa kabisa mama popote alipo, najua ananisikia na ananiona, ninaomba na serikali kwa ujumla, mkataba namba 189 ambao unahusiana na masuala ya wafanyakazi wa majumbani ikubaliwe, ili mfanyakazi wa majumbani anapoenda kufanya kazi apate mkataba, apate haki zake za msingi zinazostahiki, kwa sababu kazi za majumbani ni kazi kama kazi zingine. Kukosa mkataba, kufanya kazi pasipo na mkataba, ambapo hata ikitokea changamoto unashindwa kuonekana kwamba kweli ulikuwa umeajiriwa sehemu fulani. Mwajiri anaweza akakukataa akasema mimi simfahamu huyu mtu, lakini endapo ungekuwa na mkataba, ule mkataba ungeonyesha kwamba huyu mtu aliajiriwa na mtu fulani na alikuwa anafanya kazi sehemu fulani, wana mahusiano ya ajira na kazi. Mimi hiyo ndio changamoto yangu ambayo niliwahi kupitia, kukosa mkataba, na mpaka dakika hii bado sina mkataba. Sisi cha kwanza serikali tusaidie kwa wafanyakazi wote wa majumbani, tunataka tuwe na mikataba. Na mkataba ni changamoto mojawapo, kwa sababu kama una mkataba, sheria ziko za kwake mule na za kwangu, pia zinamlinda yeye na pia zinanilinda mimi. Sheria wote zinatulinda. Kwa hiyo mkataba nao ni muhimu sana, tusaidie kwa kila mfanyakazi anatakiwa kwenda kufanya kazi, tufikie mahali kwamba mfanyakazi yoyote hawe na mkataba wake. Averino Chaula ni afisa ustawi wa jamii mwandamizi kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambaye amesema kuwa ni muhimu jamii tambue umuhimu wa wafanyakazi za nyumbani kutokana na wao kuwa moja ya nyenzo ya malezi majumbani. Tusiwachukulie kama vibarua, tuchukulie kama ni mwanafamilia, kwa sababu ukimchukulia kama kibarua, akiamua kufanya jambo baya anaweza kadhuru familia nzima. Kwa hiyo tuepukane na vitendo vya ukatili. Wapo ambao wanawanyima chakula, wapo wakati wa kula house girl wanamwekea chakula pembeni, wao wanakula pembeni, lakini wamesahau kwamba yeye ndo aliyepika, yeye ndo aliyekiweka mezani. Kwa hiyo tuwaweke kama sehemu ya familia na tutapata tija yake. Tukiwanyanyasa, athari zake ni kubwa. Tumeshaona maeneo mengi
house girl amemuua mtoto, aidha amemtumbukiza kwenye kisima, amemtumbukiza kwenye maji, au anampiga sana mtoto. Hii yote inatokana na vile anavyotendewa na jamii anayoishi nayo. Kwa hiyo mnyonge wake ni yule mtoto anayebaki mchana wakati familia iko kazini.